mtoto wa kiume, naye mtamuita Yesu kwa maana ndiye. Haleluya. Kabla ya hapo alishatabiriwa kwa miaka mingi ya kwamba tumepewa mtoto mwanamume. Naomba nitafutie kitabu cha Isaya, sijui ni Isaya ngapi, inayosema kwamba tumepewa mtoto mwanaume ambaye uweza wa kifalme utakuwa mabegani mwake. Naye Isaya 9, Isaya 9 mstari wa ngapi? Haya, tuanzie hapo. Isaya 9 mstari wa 6. Amen. Yes. Nitasoma kitabu cha Isaya sura ya 9 na mstari wake wa 6. Amen. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe. Katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake, kuuthibitisha na kuutegemeza kwa hukumu na kwa haki, tangu sasa na hata milele. Wivu wa Bwana wa majeshi ndio utakaotenda hayo. Amen. Sema amen. Amen. Yesu ni mzuri. Amen. Haleluya. Amen. Tumepewa mtoto mwanamume ambaye uweza wa kifalme utakuwa mabegani mwake. Manake tayari ana nguvu ya kimungu, sio uweza wa kawaida. Amen. Haleluya. Kwa hiyo anapokuja kuzaliwa Yesu kwa mazingira yale yale, na amezaliwa kwa uweza wa Roho Mtakatifu, ndipo haya maandiko yanapokuja kutimia. Na tunaona kabisa katika Biblia ya kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Alipigwa ili tupate kupokea uponyaji. Amen. Na katika mapigo aliyopitia, maana yake ni damu ilimwagika. Amina. Ni damu ilitoka kwenye mwili wake. Amen. Na ukiangalia wakati anapitia mateso hayo, kuna mtu mmoja anaitwa Pilato. Pilato alikuwa mjanja, walimletea kesi ili ahukumu kwa ajili ya kusulubiwa kwa huyu mwanaume Yesu. Amen. Amina. Lakini kupitia nguvu alizokuwa nazo na utambuzi wake, akasema ninanawa mikono yangu ili damu ya mtu huyu isiwe mikononi mwangu, isiwe juu yangu. Amen. Haleluya. Amina. Kwa nini aliogopa damu? Yeye hakuzungumza habari nyingine yoyote, bali alisema damu yake isiwe juu yangu. Amina. Haleluya. Amen. Kwa hiyo hii damu ilikuwa ina kitu special. Amina. Kitu cha tofauti ambacho kilikuwemo ndani yake. Manake kuna roho nyingine ya ajabu ambayo sio kama damu za kawaida za wanadamu. Haleluya. Amina. Ni damu yenye mamlaka ya kipekee, ya kifalme, ya kimungu. Yes. Mamlaka ya kukomboa, kuponya na kuleta ulinzi na kuleta ushindi. Amen. Haijalishi ya kwamba unapitia matatizo ya namna gani, lakini kwa kupitia damu ya mwanakondoo, Yes. manake ni damu ya Yesu, Amen. mambo yako yote yanaweza kupata suluhisho. Amina. Hamna jambo gumu ambalo hii damu Yes. haiwezi kupata suluhisho. Amen. Yes. Taka nikwambie tu ya kwamba vita Ndio. ilianza tangu mbinguni. Yes. Huko mbinguni palikuwa na vita ya kwanza. Ndio. Vita ya kwanza. Yes. Na hiyo vita ya kwanza, kitu kilichowapa ushindi waliokuwa vitani, Yes. walitumia damu inayoitwa damu ya mwanakondoo. Amina. Ndio silaha kuu iliyomwangusha shetani. Yes. Ambayo mpaka leo Yes. anaiogopa hiyo silaha. Amina. Anaiogopa. Yes. Hataki kuisogelea wala hataki kuisikia. Amen. Kwa hiyo katika maombi yako yoyote, kumbuka hii silaha. Silaha. Damu ya mwanakondoo. Amina. Tunaposema damu ya mwanakondoo, sio kondoo wa kawaida. Yes. Huyu ni kondoo wa kiroho.
Yes. Kondoo wa kiroho, sio kondoo wa kimwili. Amina. Sema amen. Amen. Ni kondoo wa kimwili, wa kiroho. Amen. Manake ni spiritual blood. Yes. Sio damu hii nyekundu unayoifikiria hapo ulipo. Amina. Ni damu ya kiroho, haionekani. Yes. Hebu sema amen. Amina. Tusome kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Tuone hii vita ya kwanza ilivyokuwa. Ufunuo 12 kuanzia mstari wa kwanza. Tusome. Amen. Kwa hiyo hapo ulipo najua unayo vita unayopitia. Yes. Hapo ulipo najua unayo mapambano unayoyapitia. Yapo. Inategemea, haijalishi kwamba ni mapambano ya namna gani au ni vita ya namna gani. Yes. Pengine ni mapambano ya magonjwa. Amina. Au pengine ni mapambano ya vita ya kiroho. Yes. Au pengine ni mambo ya kucheleweshwa. Amina. Mambo ya kushindwa. Yes. Mambo ya kuonewa. Amina. Mambo ya kunyimwa haki yako kwa njia yoyote ile. Amina. Tambua ya kwamba hii damu ya mwanakondoo, Yes. inayo mamlaka ya kukuponya yote. Amina. Ya kukomboa yote. Yes. Hebu sema amen. Amina. Tunaita damu ya Mungu kwenye siku yetu, kwenye somo letu la leo. Ndio. Lakini ndio ile ile. Yes. Damu ya mwanakondoo. Amina. Mwanakondoo huyu ni mwanakondoo wa kiroho. Amina. Usipotee ukaingia mwanakondoo yule wa kawaida. No. Huyu ni mwanakondoo. Amen. Ndio maana ikaongezwa neno mwana. Yes. Maana kuna spirit ipo pale. Amina. Hallelujah. Amen. Tusome sasa. Amen. Nitasoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 12 na mstari wa kwanza. Roho Mtakatifu atufunulie anzia mstari wa 7. Nitaanzia mstari wake wa 7. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Kulikuwako na vita mbinguni. Kulikuwako na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake. Ndio. Wakapigana na yule joka. Wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao. Pamoja na malaika zake. Pamoja na malaika zake. Nao hawakushinda. Hawakushinda. Wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Ndio. Yule joka akatupwa. Joka akatupwa. Yule mkubwa. Yule mkubwa. Nyoka wa zamani. Nyoka wa zamani. Aitwaye Ibilisi na Shetani. Anaitwa nani? Ibilisi na Shetani. Alipigana na malaika. Maana yake alileta vita mbinguni. Amina. Kwa hiyo wewe usiogope kama umekuja hapa kuna vita unapitia. Ndio. Nafsini mwako kuna hauna amani, kuna amani imepotea. Yes. Kuna pambano, kuna vitu ukivifikiria unaona kama kuna giza mbele. Amen. Kama hakuna maendeleo ambayo yako mbele yako. Amen. Hauoni mlango, manake upo vitani. Yes. Haikuanza kwako, ilianza tangu mbinguni. Amina. Malaika wakapigana na joka, naye akiwa na jeshi lake la malaika wa majoka. Sema ni kweli. Ni kweli. Sema ninaelewa. Ninaelewa. Sema ninafuatilia. Ninafuatilia. Tufuatilie vizuri sasa. Audanganyaye ulimwengu wote. Huyo ndio joka audanganyaye ulimwengu wote. Ametupwa duniani. Amina. Kilichofanya wamshinde ni kitu gani? Amina. Akatupwa hata nchi. Ndio. Na malaika zake pamoja naye. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu. Sasa kumekuwa wokovu na nguvu. Na nguvu. Na ufalme. Wa Mungu wetu. Na mamlaka ya Kristo wake. Kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu. Yes. Yeye awashtakiaye mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Ndio. Amina. Walipomshinda wakapata ushindi kule mbinguni. Na ikatangazwa kabisa pamekuwa na ushindi. Amina. Kule mbinguni kwa sababu ametupwa yule mshtaki. Yes. Ufalme wake pamoja na Kristo wake wamepata ushindi mbinguni na amani imetangazwa. Amen. Tuendelee.
mstari wa 11. 11 anasema Nao wakamshinda damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Sema amen. Amina. Sema amina. Amina. Silaha ambayo ilitumika kule mbinguni kuleta ushindi ni damu ya mwana kondoo. Inaandikwa mwana kondoo. Haleluya. Amen. Hiyo damu sio damu ya kawaida unaoifikiria nyekundu. Ni damu ya kiroho. Ndio maana mpaka leo haijaisha. Ndio maana hata wewe upo hapa duniani unaweza ukaita leo na ukaitumia. Huyu shetani ambaye alitupwa duniani, silaha iliyomtoa kule mbinguni ilikuwa ni hii damu. Amen. Kwa hiyo hii silaha anaiogopa. Amina. Anaijua vizuri. Amen. Anajua mlipuko ulio ndani yake. Amina. Anajua uwezo ulio ndani yake. Amen. Anajua kwa kupitia hiyo silaha, kama ukajua kuitumia vizuri, unampeleka kuzimu. Amina. Unamwangusha. Amen. Ndio maana leo ni lazima uanze kujua jinsi ya kuitumia. Amina. Hawa walioitumia waliitoa kwa Mungu. Amen. Ndio maana tunakwambia kwamba ni Mungu mwenyewe. Amina. Kama tunajifunza kwamba Yesu ndiye Mungu, na maandiko yanasema wakati Yesu anakuja kuanza kujitambulisha, anapokuja kubatizwa, yule aliyekuwa mtangulizi wake ambaye alikuwa anaona rohoni, anaona the spirit iliyobebwa na yule mwanadamu anayekuja kubatizwa, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu. Amen. Manake aliona spirit iliyo ndani yake ni ile roho ya mwana kondoo, ambayo ndio ile roho iliyotumika kule mbinguni. Damu ya mwana kondoo yule ndio iliyomtibua shetani, akatimuliwa kule mbinguni, akashushwa chini. Na sasa yule mwana kondoo ameshuka tena duniani akiwa nayo ile damu ndani yake. Amen. Akitembea na ile damu ndani yake. Amina. Mtu wa kawaida atamwona ni mwanadamu wa kawaida. Amina. Lakini mtu wa rohoni akiangalia katika ulimwengu wa roho, anaona huyu ni mwana kondoo wa Mungu. Amina. Maana yake ana ile damu. Amen. Ya mwana kondoo. Amina. Hiyo damu sio hii nyekundu. Hii nyekundu ni damu, alafu ndani ya hiyo nyekundu kuna damu ya mwana kondoo. Somo gumu au linaeleweka? Linaeleweka. Unaelewa kweli ama tunachanganyana hapa? Tunaelewa. Msomaji unaelewa? Amen. Hii ameni yako huku na smile kama vile ya uongo. Tunaelewa. Amina. Kwamba mwana kondoo ni roho. Tunajua kwamba Mungu ni roho. Yes. Kwa hiyo tukisema mwana kondoo, usianze kumpicha yule mwenye manyoya. Amina. Mwenye limkia linene. Amen. Ni spirit. Amen. Nitakuja kukuonyesha dakika chache zijazo. Amina. Kwa hiyo hata wale watu wanaotoa kafara, yes, wanapochinja mbuzi, wanaigeuza kwanza ile mbuzi inakuwa mwana kondoo. Amen. Wanapochinja ng'ombe, yes, ili kupata damu ya ng'ombe, amina, lazima katika ulimwengu wa roho inabadilishwa kwanza, isiwe damu ya ng'ombe, iwe damu ya mwana kondoo. Amen. Kwa sababu maandiko yanasema damu za mbuzi na mafahari hazina uwezo wa kuondoa dhambi. Amen. Ila ni damu ya mwana kondoo. Yes. Kwa hiyo ili ifanye kazi lazima waigeuze. Yes. Ibadilike iwe ni ya mwana kondoo, sio kondoo, iwe ya mwana kondoo. Manake iwe na roho ile. Amen. Ndipo itafanya kazi ya kutakasa, ndipo itafanya kazi ya kuponya, ndipo itafanya kazi ya kukimbiza majini. Yes. Ndipo itafanya kazi ya kuondoa magonjwa kwenye mwili wako. Amina.
bila ya kuibadilisha iwe damu ya mwanakondoo, Yes. haitafanya kazi. Itakuwa umetoa kwa kafara kwa majini na miungu mingine. Yes. Sawa si sawa? Sawa. Tunaelewa, tunafuatilia. Tunaelewa. Kama hujaelewa leo utaelewa ukiwa mkubwa. Amen. Amen. Amina. Haleluya. Amen. Kefa, unaelewa kweli? Tuko pamoja? Wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Yes. Sasa tuone jinsi, kwa nini Yesu naye akaitwa hivyo. Naomba tusome kitabu cha Yohana. Sasa Yesu amekuja duniani, ambaye hapo kwenye Ufunuo tumeona ya kwamba pamoja na Kristo wake, manake Kristo alikuwepo kule mbinguni. Amen. Yohana 1 mstari wa 29. Amina. Nitasoma kitabu cha Yohana sura ya 1 na mstari wake wa 29. Ndio. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake. Anakuja Yesu sasa kubatizwa. Amina. Akasema tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Yes. Kwa hiyo yeye hakuona mwanadamu wa kawaida. Amen. Anayekuja, wengine wote tumekwenda pale kubatizwa pamoja. Amen. Yule mbatizaji anabatiza mtu wa kwanza, anamtoa. Anamzamisha wa pili, anamtoa. Lakini alipokuja Yesu, kwanza akapose. Akaona kuna kitu kingine cha tofauti ndani ya huyo anayekuja kubatizwa. Yes. Sema amen. Amen. Akasema tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Amen. Manake ana ile roho yenyewe kabisa. Toka wapi? Mbinguni. Yes. Kwa hiyo ni mtu, lakini katika ulimwengu wa roho ni nani? Ni mwana-kondoo. Hamna mwanadamu wa kawaida anaweza kuitwa mwana-kondoo. Yes. Amen. Labda awe na hiyo roho ambaye ni Kristo peke yake aliwahi kuwa nayo. Amina. Sababu mwana-kondoo anatoka mbinguni, ni roho ya Mungu. Yes. Tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Kama matatizo ulionayo, yes, yanatokana na hizo dhambi za ulimwengu, amina, mwana-kondoo wa Mungu tukimwita, yes, na damu yake tukaiita, ndio matatizo yako yanaenda kumalizika. Amina. Yanaenda kuisha. Yes. Haijalishi ni jambo gani ulitupiwa, amen, ulifanyiwa, yes, au ulifanya mwenyewe, amina, kutokana na matatizo ya ulimwengu. Amen. Mwana-kondoo anapokuja, yes, anakuja kuichukua hiyo dhambi. Amina. Amen.